Ule mchezo wa kiporo kwa upande wa klabu ya Simba ni siku ya hii leo, ambapo tunafahamu mchezo utachezwa pale kwenye dimba la KMC Complex majira ya saa 10 kamili, na tayari kwa upande wa mwalimu Fadlu Davids ameweza kuandaa jeshi lake ambalo analiamini zaidi kwamba litakwenda kumpa alama 3 mbele ya Dodoma Jiji hapo baadaye. Kikosi ambacho amekuja nacho kwenye mchezo wa siku ya hii leo amekuja na mabadiliko tofauti na kikosi ambacho aliweza kuanza nacho kwenye mechi dhidi ya TMA hii leo. Amekuja na full mkoko kwa sababu alama 3 ni muhimu zaidi kwenye mechi ya siku ya leo, na tayari ninacho kikosi hapa. Lakini kabla sijakwenda kukutajia kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kwa bado hujaweza kusubscribe, basi ni kuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu sana tuweze kuangazia hapa kikosi cha Simba dhidi ya Dodoma Jiji hapo baadaye. Kwa upande wa golikipa kama kawaida yupo Ali Salim. Tunafahamu ni golikipa ambaye amekuwa na utulivu mara zote kwenye mechi za hivi karibuni ambazo ameweza kupata nafasi, tumemuona na tunaona kabisa kwamba kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Simba hawaoni kama kuna pengo licha ya Musa Kamara golikipa nambari 1 kutokuwepo. Kwa upande wa Al Salim ameonyesha utimamu zaidi kwenye mechi zote, na hivyo mwalimu anaendelea kumwamini kwenye mechi ya siku ya hii leo. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu namna ambavyo amekuwa anacheza, ni moja ya beki ambaye amekuwa na umaridadi zaidi, namna ambavyo amekuwa anapandisha mashambulizi. Yeye ndio sifa yake kubwa kwenye mechi zote, akiwa anarudi kwa wakati pia, na hicho ndicho kwa upande wa klabu ya Simba wanaendelea kukaa naye muda wote. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la beki wa pembeni kushoto yupo Mohamed Hussein Zimbo Jeyara, ambapo tunafahamu mechi iliyopita hakuweza kucheza kabisa na alikuwepo jukwani tu akiwa anawatazama wana Simba akiwa wanacheza. Lakini kwa wakati huu kwa upande wa mwalimu amekwenda kumpa nafasi moja kwa moja. Lakini pia Chamuka Rabu yupo kwenye eneo la beki wa katikati. Kwa upande wa Chamuka Rabu tumeweza kuona namna ambavyo amekuwa na utulivu wa hali ya juu kwenye mechi zote, namna ambavyo amekuwa anacheza licha ya beki ambaye anaonyesha kwamba kasi yake sio kubwa sana, lakini amekuwa anawatuliza zaidi washambuliaji wengi ambao wanakuja na mpira. Kwa hiyo kwa upande wa Simba ni kama hivyo wanaendelea kunufaika naye. Lakini nikienda kutizama beki mwingine ni Abdrazak Hamza, na pia yupo kwenye eneo la ulinzi kama kawaida. Kwa upande wa Abdrazak Hamza ni beki ambaye amekuwa na utulivu wa hali ya juu. Sifa yake kubwa ni utaratibu ambao amekuwa nao, ni moja ya beki ambaye amekuwa anacheza kwa akili zaidi, ndio sifa yake kubwa. Lakini pia nikienda kutizama hapa kwenye eneo la viungo yupo Yusuf Kagoma. Mechi iliyopita hakuweza kucheza kabisa, lakini kwa upande wa mechi hii leo mwalimu Fadlu Davids ameweza kumrejesha kikosini Yusuf Kagoma, moja ya kiungo ambaye amekuwa ni kitu tofauti zaidi. Namna ambavyo amekuwa anawazuia viungo wengi ndio kitu kikubwa zaidi ambacho amekuwa anakifanya. Lakini kwenye eneo hilo atasaidiana na Fabrice Luamba Ngoma. Kwa upande wa Fabrice Luamba Ngoma kiungo ambaye mara nyingi pasi zake zimekuwa za akili zaidi. Fabrice Ngoma anaweza kaa mbali, lakini akapiga penetration pass na ikafika sehemu husika. Hiyo imekuwa ni sifa yake kubwa. Wakati huo kwenye kiungo cha juu yupo Jean Charles Ahoua. Kwa upande wa Jean Charles Ahoua tunafahamu ni moja kiungo ambaye mara zote amekuwa ni muhimili mkubwa kwenye mipira iliyokufa. Kwa upande wa klabu ya Simba msimu huu ikipata mipira mingi iliyokufa, kwa upande wa Jean Charles Ahoua amekuwa na msaada mkubwa kwenye mechi zote, namna ambavyo amekuwa anatengeneza basi wamekuwa wakifunga kwa upande wa Simba. Hivyo moja kwa moja na pia yupo kwenye eneo hilo la kiungo cha juu. Wakati huo pia winga pembeni kulia yupo Kibu Daniels. Kwa upande wa Kibu Daniels ni moja ya mchezaji ambaye kasi yake, nguvu ambazo amekuwa anazitumia kwenye eneo la mbele, hii yote kwa upande wa klabu ya Simba imekuwa inawanufaisha zaidi, kwa sababu ndiye ambaye amekuwa anaogopeka zaidi. Tumekuwa tukiona foul nyingi zikitokea, basi ujue Kibu Daniels amechezewa. Lakini pia kushoto atakuwa anacheza Eli Mpanzu. Kasi yake, akili yake kubwa, mabao yake, namna ambavyo amekuwa anatengeneza, hivyo ni moja ya winga ambaye amekuwa na utulivu wa hali ya juu kwenye eneo hilo. Hivyo kama kawaida kwa upande wa mwalimu amekuja na winga huyo. Lakini pia kwenye eneo la ushambuliaji Steven Mukwala baada ya kufunga hat-trick kwenye mechi ya ligi kuu iliyopita, kwa upande wa mwalimu ni kama hivyo sasa, na yeye ameanza sasa kumpa nafasi Mukwala kwamba unaweza ukawa ni mshambuliaji namba 1 kama ukiendelea kufunga mara zote. Imekuwa ni